Jijini Arusha, wakati huu kunafanyika kikao maalum cha tathmini ya sekta ya habari, mawasiliano na teknolojia ya habari, lengo likitajwa kuwa ni kuweka misingi imara itakayowezesha kujenga uchumi jumuishi wa kidigitali mijini na vijijini, kama anavyotueleza Ramadhani Mvungi. Majadiliano mapana hapa ni katika kutazama misingi imara kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano pamoja na mifumo ya mawasiliano kisera, kisheria na kitaasisi ambayo itawezesha kujenga uchumi jumuishi wa kidijitali, yaani digital inclusive economy, na kuinua maisha ya wananchi mijini pamoja na vijijini. Na kiongozi wa majadiliano haya amekuwa ni Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Nape Moses Nnauye. Kuondoa changamoto iliyopo sasa ya taasisi kushindwa kutambua taarifa ya wateja wao, pamoja na kuondoa mchanganyiko wa taarifa ambapo kwa sasa vyanzo vya taarifa vimekuwa tofauti na kila chanzo kimechukua taarifa kutoka chanzo tofauti. Jina langu linaitwa Mohamed yenye single M, Hamis Abdullah alafu Abdullah mwisho haina H. Ukiangalia kitambulisho changu cha bima ya afya kina Mohamed Hamis Abdullah, ile Abdullah mwisho haina H. Sasa vitambulisho vyote vitatu hivyo ni vya kwangu, lakini ni mtu tofauti kwa sababu ya lile jina. Kwa hiyo kama serikali tumeona tuje na kitu kinaitwa jamii namba, ambayo ile namba itakuwa inatumika kwa Watanzania wote. Alafu tutatengeneza mfumo ambao utakuwa pale NIDA, ambao kwamba tunatarajia taasisi zote za serikali na taasisi zote za umma kwamba wanapotengeneza ile mifumo yao wasitengeneze mfumo unaokushana taarifa za mtu binafsi. Manake ile mifumo yao iwe kwa ajili ya zile business process ya taasisi au biashara husika. Sasa tunajaribisha kulenga kwamba taasisi zote za umma na sekta binafsi waweze kutumia taarifa za mtu binafsi kutoka mamlaka ya vitambulisho vya NIDA. Kwa hiyo ndo namna ambayo tunajaribisha kutaka kwenda, ili kuepuka huu mchanganyiko ya kwamba Mohamed ana vitambulisho vitatu, lakini Mohamed kwenye vitambulisho vitatu ni mtu mwili tofauti. Uamuzi utakaochukua katika mkutano huu utachangia sekta yetu ya tehama na utaweka mwelekeo wa mabadiliko ya kidijitali katika nchi ya Tanzania, pamoja na kuleta athari kubwa za kiuchumi na kijamii duniani. Tunahitaji muungano wenye nguvu na ufanisi ili kuimarisha uchumi wa kidijitali pamoja na maisha bora kwa kila mwananchi. Kwa kazi yetu si ya pili huwa ni kupitisha bajeti ambayo itawasaidia, itakuwa kama ni tool muhimu ya kuhakikisha kwamba yale ambayo ni maono ya wizara, yale ambayo ni maono ya Mheshimiwa Rais yaweze kufikiwa, kwa sababu rasilimali fedha pia ni muhimu sana katika kukua kwa sekta yetu. Kwa nataka niseme tu ujio wetu hapa ni kuhakikishia wataalamu wote, viongozi wote, lakini wadau wa sekta hii binafsi, tuhakikishe kwamba sisi bunge tuko pamoja na nyinyi kuhakikisha kwamba sekta inakuwa, na wakati mnafanya tathmini yenu muamini kwamba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litaendelea kuunga mkono, kwa sababu tunaamini sekta hii inashiriki vizuri katika kukuza uchumi wa nchi yetu. Hitimisho la majadiliano haya inatazamiwa kwamba ni maoni ambayo yatatolewa na wadau wa sekta binafsi kupitia dodoso maalum, ambayo maoni hayo yanatarajiwa kufanyiwa kazi na serikali kabla ya mkutano wa bunge la bajeti unaokuja, na yote ni katika kuhamasisha ukuaji wa sekta ya habari na mawasiliano. Ramadhani Mvungi, Azam News, Arusha.